Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi rafa'a manara ad-din wa akrama al-ummata bi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Karibu mtazamaji katika kipindi cha elimu na uongofu, kipindi ambacho kinalenga kujenga imani zetu na kukuza maarifa ya dini yetu tukufu ya Uislamu. Leo tunao mada adhim kabisa, na mada yenyewe inahusu hatari za kutangaza maasi. Kuna athari zipi? Kuna madhambi gani kwa wale ambao wana tabia ya kutangaza yale maasi ama vitendo vibaya walivyovifanya? Tunaye Ustadh Zubair Shomari ambaye atakayeelezea kwa undani zaidi mada hii. Ungana nami Alhabib Musa, lakini vile vile nimpe nafasi nimkaribishe ustadhi wetu aweze kuwasalimia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya imamul mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Naam, shukran al-akhi kuwepo katika kipindi hiki. Mimi nashukuru sana. Inshallah Mwenyezi Mungu atatulipa kila la kheri tutakalolifanya hapa. Naam, Ustadh Zubair. Naam. Imezoeleka katika jamii watu wakishafanya maasi ama vitendo vichafu, hasa vijana, huwa wanatoka na kuelekea katika vijiwe vyao na kusimulia yale ambayo maovu walioyafanya, na wao wanaona kuwa ni ujanja. Vipi Uislamu umekataza vipi kuhusu swala hili la kutangaza maasi mbele ya watu? Naam, imepokewa katika Sahihu al-Bukhari na Muslim. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kullu ummati muafa illa al-mujahirin, kwamba ummati wangu wote watasamehewa madhambi yao isipokuwa yule mwenye kuyadhihirisha. Maneno haya ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanatuonyesha hatari ya kufanya jambo kisha ukaliweka hadharani jambo hilo ulilofanya. Kufanya madhambi ni kosa, lakini kuyatangaza ndiyo kosa kubwa zaidi. Kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbele hapo katika hadithi imeendelea akasema ya kwamba Mwenyezi Mungu amemstiri mtu huyu usiku alipofanya jambo hilo, lakini kunapokucha asubuhi anaamka mtu anaanza kuyatangaza akimuita fulani nimefanya jambo kadha wa kadha, lile jambo baya kabisa, na Mtume ametukataza na kutuonyesha hatari ya jambo hilo, tunaweza kukosa msamaha wa Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama. Na kuna madhara gani au athari zipi kwa wale ambao wana tabia ya kufanya kitendo kama hicho? Naam, kama tulivyoona katika hadithi, madhara yapo mengi sana, lakini madhara ya kwanza Mtume ametuonyesha kwamba ni kukosa msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sisi sote ni wakosaji, haya ni maneno ya Mtume kwamba ummati wa Muhammad wote ni watu wenye kufanya madhambi, lakini bora katika wenye kufanya madhambi ni wenye kutubia. Lakini ikiwa wewe unadhihirisha ule unayofanya, basi unakosa msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ndio hatari ya kwanza. Hatari ya pili ya akhi ni kwamba unaondoa stara ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Miongoni mwa neema kubwa tulizokuwa nazo sisi ni Mwenyezi Mungu kutustiri. Mmoja katika watu wenye hekima anasema lau Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku akaamua kila dhambi tutakayofanya ipatikane harufu kutokana na dhambi hiyo, itakuwa hatari njiani. Kila mtu atakuwa ananuka, kila mtu atakuwa na harufu ya namna yake, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mapenzi yake na huruma zake juu yetu ameamua kutustiri. Na imesimuliwa ya kwamba watu wa mwanzo waliotutangulia, ilikuwa mtu akifanya madhambi, labda ameiba au amedhini, lile kosa alilofanya linatokea katika paji lake la uso. Subhanallah. Mwenyezi Mungu atustiri, lakini ametuhifadhi na ametupa neema hii ya stara, na sisi tusiondoe. Hiyo ni moja katika hatari ya pili. Lakini pia hatari ya mwisho katika nyingi ambazo tunaweza kuzitaja kutokana na wakati ni kwamba inaweza wewe ukawa ndio mwanzo wa sababu ya wengine kufanya jambo utakalolifanya. Ukilitangaza mwingine anaweza kata ipoje hii, tamati yake hata kujifunza unakuwa kama unahamasisha, na hiyo ndio mbaya zaidi. Mwenyezi Mungu atuhifadhi. Na mtazamaji, bila shaka tumeweza kuona athari na madhara makubwa ambayo yanapatikana hususan katika kutangaza maasi. Lakini Ustadh Zubair Shomari, leo katika mitandao ya kijamii tabia hii ya kueneza maasi imekuwa ni kipaumbele sana. Hili unalizungumziaje? Tutajifunza kwa kisa. Siku moja alionekana mtu akilia katika kaburi, akilia machozi, na kaburi hilo lilikuwa limetoka kuzikwa muda si mrefu. Akapita mtu akamuuliza, vipi, mbona unalia na unajua kifo ni haki na Mwenyezi Mungu alivyosema kwamba ameumba kifo kisha uhai, maana kifo kwetu sisi ni haki. Hasa yule mtu alipoulizwa akasema, mimi namlilia
mume wangu ya kwamba yeye alikuwa akiwa analewa au anavuta sigara, akifanya maasi, akifanya madhambi, anayatangaza katika mitandao ya kijamii. Leo hii nina simu yake hapa, ina lock, ina password, siwezi kufuta, siwezi kufanya kitu chochote. Ina maana zile video au yale mambo aliyokuwa akiyatangaza yanaweza kukaa muda mrefu zaidi, na yeye akawa bado katika daftari lake madhambi anazidi kufanya nini. Kwa hiyo mimi nawashauri vijana, wazee na kila rika, kama tulivyosema mwanzo, kufanya madhambi ni kosa la kwanza, lakini kutangaza ndio kosa kubwa zaidi. Na hatari tuliyokuwa nayo siku hizi ni kwamba kila jambo tutakalolifanya basi ni katika mitandao ya kijamii. Kila jambo tunalolifanya katika mitandao ya kijamii. Mpaka media zetu, peji mbalimbali zimekuwa peji za kutangaza maasi. Yani tunamsaidia Ibilisi katika kusambaza madhambi. Kwa hiyo hii ni jambo baya kabisa na tujiepushe nalo. Mwenyezi Mungu atustiri na atuhifadhi inshallah. Allahumma amin, Allahumma amin. Ujumbe wa mwisho labda ambao unataka kuwahusia wale watazamaji ambao wanatazama na kutufuatilia, hususan kina dada ambao wengi wana tabia ya kujirusha mtandaoni hali ya kuwa akiwa katika mavazi yasiyokuwa ya stara. Una kipi cha kuwaambia? Naam. Ujumbe kwa jamii, ima uwe katika Muislamu au usiwe Muislamu, moja katika jambo kubwa sana ni kuacha athari iliyokuwa njema. Sisi tunaishi, kisha baada hapo tutaondoka. Sasa inakuwa vipi kizazi chako au watu watakaofuata wakayaona yale mambo uliyokuwa ukiyafanya katika kuyatangaza kwako? Kwa hiyo inabidi tuache athari zilizokuwa njema. Lakini pia hii mitandao ya kijamii, hizi simu zetu na mambo mbalimbali tunayotumia, yanaweza yakawa ni sababu ya sisi kutuingiza peponi, lakini pia inaweza ikawa sababu ya sisi kutuingiza motoni. Mwenyezi Mungu atustiri na Mwenyezi Mungu atuhifadhi. Kwa hiyo tujitahidi sana juu ya kuyatangaza madhambi yetu, lakini pia tutumie vizuri mitandao yetu ya kijamii. Shukrani sana Ustadhi Zubair Shomari kwa faida ambazo umeweza kutuelezea kutokana na athari kubwa ambazo zinapatikana katika kutangaza maasi. Kwa kweli watazamaji, lipo jambo hapa ambalo tupate la kujifunza na tuweze kuingiza katika matendo yetu, hususan kuyaacha hayo ambayo tunayafanya. Tunafahamu kuwa kufanya madhambi kama alivyoeleza hapa Ustadhi Zubair Shomari kuwa ni tabia. Kwa hiyo bora ya tabia ni yule anayekosea lakini pia akakimbilia kutubia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini vile vile ni nukuu maneno ya ni mwana wa zuoni, ila maneno haya aliwahi kuyazungumza pia marehemu Mheshimiwa Al-Hassan Mwinyi kwamba maisha ni hadithi. Maisha ni hadithi. Basi ifanye kuwa ni hadithi nzuri baada ya kuondoka kwako kwa wale watakaokuwa wanakusimulia. Usifanye vitendo ambavyo sio vya sawa sawa, kwa sababu kila mmoja atakuwa nakufahamu kuwa wewe ulikuwa ukifanya maasi fulani kwa kule wewe kutangaza hayo maasi. Hivyo basi nikushukuru mtazamaji kwa kuungana nasi mpaka tamati mwa kipindi hichi kwa siku ya leo, lakini pia shukrani za dhati zikuendee ustadhi wetu Ustadh Zubair kwa kuitikia wito na kuweza kutupa faida kutokana na mada hii nzuri kabisa. Usikose kuungana nasi katika vipindi vijavyo vinavyokujia katika channel yetu pendwa kabisa ya Rapta TV. Nacho si kipindi kingine isipokuwa ni kipindi cha elimu na uongofu, kipindi ambacho kinatufanya kuweza kujifunza mambo mbalimbali. Na kusihi tu usisahau kulike, kusubscribe, kucomment. Kama utakuwa una swali, basi unaruhusiwa kuuliza hapo katika comment section ili tuweze kukujibu kutokana na kile ambacho umekiuliza. Wafaqana Allahu bima yuhibbu wa yarda. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.